Kuna tukio ambalo tumelibaini, vituo vya uandikishaji kuwekwa kwenye kambi za vyombo vya ulinzi na usalama, na hili limetokea kule Mlimba, Morogoro, kambi ya JKT ya Chita. Pamewekwa vituo viwili ndani ya kambi hiyo na wanaandikishwa vijana walioko kwenye kambi hiyo ya JKT, kinyume kabisa na kanuni ambazo zimepiga marufuku maeneo ya vyombo vya ulinzi na usalama kuwa sehemu za kambi za uandikishaji, za vituo vya uandikishaji wapiga kura. Tumeripoti tukio hili ambalo limetokea kambi ya Chita JKT kule Mlimba, Morogoro. Eneo la 9, zoezi la uandikishaji kuanza kabla ya muda uliowekwa na kanuni. Mfano, jimbo la Kawe hapa Dar es Salaam, kata ya Mbezi Juu, mtaa wa Mbezi Kati, kituo cha ofisi ya serikali za mtaa. Asubuhi mawakala wanatakiwa kufika mapema na uandikishaji kwa mujibu wa kanuni unaanza saa 2 asubuhi. Mawakala walipofika jana walikuta tayari muandikishaji ameshaandika watu kabla ya saa 2. Sasa hatujui aliandikisha hawa watu usiku au ni hiyo asubuhi. Na hili jambo limefanyika hapa Dar es Salaam. 10 ni baadhi ya wakuu wa wilaya kuingilia zoezi la uandikishaji. Imefanyika kule Bunda mjini, ambapo Chadema walipeleka gari la matangazo, ukiwa ni wajibu wao, wajibu wetu kama sehemu ya wadau wa uchaguzi kuhamasisha wananchi kujiandikisha. Tulipopeleka gari la matangazo kutangazia wananchi wakajiandikishe, viongozi wa CCM wakaenda kulalamika kwa mkuu wa wilaya eti Chadema imeanza kampeni kabla ya muda. Mkuu wa wilaya akaitisha kikao jana ofisini kwake. Baada ya kuona kwamba moto ni mkali, mkuu wa wilaya hakuingia kwenye hicho kikao. Akasema tu, akatuma mwakilishi kwamba CCM ndio wamelalamika kwa nini Chadema inatangaza, wananchi wakajiandikishe. Wajibu wetu, kazi ambayo ilipaswa ifanywe na TAMISEMI hawafanyi makusudi kabisa. Hawataki kutangazia wananchi, nchi iko kimya kana kwamba hakuna uchaguzi. Kwa hiyo mkuu wa wilaya huyo aliingilia zoezi la uandikishaji kinyume kabisa na kanuni ambazo zimetolewa na TAMISEMI. Mkuu wa wilaya sio sehemu ya watu ambao wanatambuliwa na kanuni za TAMISEMI. Jambo la 11 ni waandikishaji kuacha vituo na kwenda kuandikisha mitaani. Yaani wamefunga vituo, wanawafuata makada wa CCM nyumbani kwao kwenda kuwaandikisha. Na nitawaeleza kwa mifano na ushahidi. Wilaya ya Serengeti kule mkoa wa Mara, kata ya Rungabure, kituo cha Senta Kati, jana hakikuwa na waandikishaji. Mawakala wetu walibaki kituoni, waandikishaji waliwafuata makada wa CCM nyumbani kwenda kuwaandikisha, na tuna ushahidi wa video. Eneo la pili kwenye wilaya hiyo ni kata ya Kisangura, kituo cha serikali ya mtaa Kisangura, jana hakikuwa na waandikishaji. Mawakala walibaki kituoni bila waandikishaji. Kata ya Nyamoko, kituo cha serikali ya mtaa Nyamoko huko Serengeti, hali ilikuwa hiyo hiyo. Na kata ya Mbalibali, kitongoji cha Tabora, kituo cha chekechea wilaya ya Serengeti, jana hakikuwa na waandikishaji wa uchaguzi kwa sababu waliondoka vituoni na kuelekea kwenye nyumba za viongozi wa serikali ya viongozi na makada wa CCM kuwaandikisha kinyume za utambulisho, pamoja na kuwasilisha barua zao. Kwa sababu wakati wa kwenda kuwapa lazima upeleke barua ya kutambulishwa. Limetokea kule wilaya ya Tunduma, kata ya Chapwa,
yenye mitaa 5, mawakala wetu mpaka jana wamezuiliwa kuingia vituoni. Wasimamizi wa uchaguzi wanawaambia wakachukue barua kwa watendaji wa kata. Watendaji wa kata hawapatikani, wamezima simu, hawapo mpaka leo tunapozungumza. Jambo la hatari sana. Na leo ni siku ya 5. TAMISEMI wasipochukua hatua kule Tunduma, tutaelekeza wanachama wetu wafanye nini ifikapo kesho siku ya 6. Kwa sababu watendaji wanafanya makusudi, wamezima simu, hawatoi ushirikiano. Tumetoa taarifa ya jambo hili TAMISEMI makao makuu kwa wanaosimamia na kuratibu huu uchaguzi. Tangu juzi wanasema wanalishughulikia, lakini mpaka leo bado mawakala wetu hawaruhusiwi kuingia kwenye vituo. Jambo la 13 ni kuandikishwa kwa majina hewa ambayo yametokea kule Dodoma mjini, kata ya Maktopola, mtaa wa Mji Mpya, kituo cha ofisi ya serikali za mtaa. Mwandikishaji amekutwa akijaza majina kwenye daftari, hatujui kayatoa wapi, jana. Jambo la 14 ni waandikishaji kuongeza majina kwenye daftari, wanaruka namba. Na hii imetokea hapa Dar es Salaam, kata ya Kitunda, mtaa wa Kiombo, kituo cha Mwembeni. Mwandikishaji alikutwa anaongeza majina ya watu ambao hawakufika kwenye kituo, na mawakala wetu walipomhoji jana, mwandikishaji wa kituo cha mtaa wa Kitunda, kituo cha Mwembeni, akaanza kuyafuta majina hayo. Maana yake ni nini? Kama mawakala wetu wasingeona, hayo majina yangeendelea kubaki kwenye daftari. Jambo la 16 ni mawakala kuzuiwa kuondoka na idadi ya uandikishaji. Nimeshalisema, haina maana kuwa na wakala ambaye hajui watu wangapi wameandikishwa kituoni. Wasimamizi wamepewa maelekezo, wanawazuia. Jambo la 17 kuna tukio limetokea kata ya Msongola hapa Dar es Salaam, mtaa wa Yange Yange, kituo kinaitwa kwa Musa. Wanachadema walikuwa wamekaa karibu na kituo na kuona kuna watu wanaandikishwa nje ya kituo. Baada ya viongozi wetu kubaini tukio hilo, walihoji, ukatokea mzozo, na kiongozi wetu, mwanachama wetu anayeitwa Israel Ngatunga, alipigwa na kuumizwa vibaya. Na jambo hili lilifanyika pia kata ya Tabata kule Segerea, Dar es Salaam, ambapo katibu wa kata wa Chadema alivamiwa baada ya kuzuia watu kuandikisha watu nje ya kituo. Na tumekuja kubaini baada ya kuipata nyaraka ya Chama cha Mapinduzi, ni kati ya maelekezo waliopeleka kwa viongozi wao kwamba wana wajibu wa kuandikisha watu nje, na wameandika hivi. Hata hivyo, Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikijisahau kuwekeza katika mawakala wa kipindi cha uandikishaji wa daftari la mpiga kura, jambo ambalo linapelekea kutojua namba halisi ya wanachama wetu waliojitokeza kujiandikisha kabla ya kupiga kura. Kwa hiyo wanafahamu udhaifu wao, ndio maana sasa wameanza kufanya vurugu kama ambazo zimetokea Tabata. Kiongozi wetu wa kata alichanwa na viwembe shingoni. Angalau kwenye tukio hili jeshi la polisi waliwakamata wahusika, ila hatujajua hatua ambazo wameendelea nazo mpaka sasa.
kwa sababu hatujaona wakiwapeleka mahakamani. Tunaendelea kufuatilia. Jambo la 18 ni kukamatwa kwa wanachama na viongozi wa Chadema na jeshi la polisi. Jana kule Mwanza, wilaya Ilemela, kata ya Nyamanoro, wanachama wetu na viongozi, katibu wa kata alikamatwa baada ya kuzuia mwandikishaji kuandika majina ya watu ambao hawajafika kituoni. Alipokuwa anahoji ni kwa nini unaandikisha watu ambao hawajafika kituoni, mwandikishaji akaita jeshi la polisi na wakamkamata katibu wetu wa kata ya Nyamanoro, wakamnyima dhamana jana. Na leo tunapozungumza, wakati nakuja kufanya kikao nanyi, tumejulishwa kwamba amepelekwa mahakamani na kosa analoshtakiwa nalo wamempa kosa linaitwa kudhuru mwili. Wakati yeye alikuwa anamhoji mwandikishaji wa kituo, ni kwa nini unaandikisha watu ambao hawajafika kituoni, wakati kwenye daftari unatakiwa uandikishe na uweke saini kwamba umefika kwenye kituo. Kwa hiyo mambo haya ni mambo ambayo mpaka sasa tumebaini hizo kasoro, na nimesema naeleza mambo machache, yako mengi ambayo yanaendelea kwenye uchaguzi huu. Kama nilivyowaambia juzi, tarehe 11 mwezi huu tulikuwa na kikao na wizara na ofisi ya Rais TAMISEMI kule Dodoma. Kuna mambo tulikubaliana, ikiwemo mawakala kuendelea kuapishwa, kwa sababu kwenye ratiba hakuna ukomo wa mawakala kuwapa. Udhamini wa chama cha siasa wakasema watatoa mwongozo, tunasubiri huo mwongozo. Tunategemea hatua ya pili ya uteuzi wa wagombea, ambayo kwenye ratiba wameandika ni siku moja, ambayo ni tarehe 1 Novemba. TAMISEMI walisema watarekebisha jambo hilo, tunasubiri utekelezaji wake. Na suala la mapingamizi, tulikubaliana mapingamizi yote yawe kwa mujibu wa kanuni na sio vinginevyo. Aidha,